Boti za kivita za Iran zinatajwa kwamba ni hatari nyingine kwa wanamaji wa Marekani katika mlango wa bahari Hormuz. Hii ni ripoti yetu ya leo. Mimi ni Adam Hussein na hii ni The World News. Rais wa Marekani Donald Trump hivi majuzi alidai kuwa ameharibu kabisa meli za Iran na kuacha boti ndogo tu na bunduki. Hata hivyo, hizi boti ndogo ambazo baadhi ya wachambuzi wa magharibi wameziita meli za mbu, wakati mwingine pia huitwa meli za mbu, zinajua jinsi ya kuuma. Kwa muda wa miezi kadhaa wamekuwa wakisaidia serikali kuunda vikwazo vizito kwa usafiri wa meli katika mlango wa bahari Hormuz, mojawapo ya njia muhimu zaidi za meli duniani. Wataalamu wanaamini kuwa Tehran inajaribu kuharibu uchumi wa dunia na kuilazimisha Washington kuachana na vita hivyo. Lakini hii meli ya mbu ni nini na kwa nini inaonekana kuwa yenye ufanisi mkubwa? Meli ndogo za mashambulizi ya haraka ziliundwa na serikali ya Iran katika miaka 1980 wakati wa vita vya Iran na Iraq. Wakati Iran ilipokuwa katika vita na Iraq, vita vya tanki kwa miaka 1980 pia vilisambaa katika Ghuba ya Uajemi na kulazimisha Marekani kuingilia kati kulinda usafirishaji wa mafuta. Mapigano na jeshi la wanamaji la Marekani yalisababisha hasara kubwa kwa jeshi la wanamaji la Iran la kawaida. Baada ya hapo, kundi la boti ndogo za Iran likawa sehemu ya mafundisho ya kijeshi yaliyoundwa ili kukabiliana na nguvu kubwa baharini. Meli hizo ndogo, hata hivyo, ni sehemu moja tu ya mkakati mpana zaidi wa Iran ambao pia unajumuisha makombora, ndege zisizokuwa na rubani, migodi na mashambulizi ya makundi yanayoiunga mkono Iran katika nchi jirani. Meli hizo zinadhibitiwa na jeshi lenye nguvu la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC na hazijaundwa kwa ajili ya vita vya jadi vya majini, bali kubughudhi, kuzingira, kuingilia na kutatiza usafirishaji wa meli, anasema Said Golkar, profesa msaidizi katika chuo kikuu cha Tennessee huko Chattanooga, mshauri mkuu wa umoja wa kupambana na nyuklia ya Iran UANI. IRGC inaelewa kuwa haiwezi kuishinda Marekani katika vita vya kawaida vya majini, anaongeza. Badala yake wanatafuta kuongeza gharama na hatari kwa kampuni zinazopita Ghuba ya Uajemi kukulenga meli za biashara na kufanya mkondo huo kuwa hatari zaidi kwa usafirishaji. Wataalamu wanasema mbinu za meli hizo ni pamoja na kurusha risasi karibu na meli za wafanyabiashara na kuweka migodi ya baharini na kushambulia vikundi vya boti zinazoenda kwa kasi kutoka pande tofauti. Boti za mashambulizi ya haraka mara nyingi huwa na bunduki za mashine, roketi au makombora ya kuzuia meli. Ingawa nyingi zilibuniwa na kutengenezwa na serikali ya Iran, zingine zilibadilishwa kutoka kwa meli za kiraia pamoja na meli za zamani za wavuvi. Boti hizi ni za bei nafuu na ni rahisi kutumia. Wachambuzi wa mambo wanasema hii inaruhusu Iran kutishia meli za wafanyabiashara na zile za kijeshi kwa gharama ndogo, huku ikiweka mali za thamani za juu za hali ya juu za adui na uchumi wa bahari wa kimataifa kuwa hatarini. Wataalamu wanaamini kuwa lengo kuu la operesheni hizi ni kuilazimisha Washington kuachana na vita na Tehran na kuzuia mashambulizi ya siku zijazo. Kwa sababu nyingi za boti hizo zinafanya kazi chini ya maji, ni vigumu kuzitambua kwa kutumia rada hadi zitakavyokuwa karibu sana. Kwa hiyo doria zenye ufanisi zinahitaji ufuatiliaji wa mara kwa mara wa ndege zisizokuwa na rubani, helikopta au ndege za doria. Ukubwa kamili wa boti hizi haujulikani kwa sababu nyingi zimefichwa katika eneo la Ghuba na vichuguu vya chini ya ardhi kando ya pwani ya kusini mwa Iran. Hata hivyo, makadirio mbalimbali yanaweka idadi yao kati ya 500 na zaidi ya 1000. Utawala mara kwa mara hufanya mazoezi majini yanahusisha boti za mbu. Wataalamu mara nyingi huelezea vitendo vya Iran kama vita vya msituni baharini. Wataalamu wanasema kwamba jeshi la wanamaji la Marekani lina uwezo wa kuharibu boti za kasi za Iran wakati zinapoingia kwenye maji ya wazi. IRGC hujaribu kuepuka mapigano ya wazi. IRGC inajaribu kuepuka makabiliano ya moja kwa moja na badala yake inatumia mbinu za kushambulia na kutoroka, mashambulizi ya vikundi, migodi, ndege zisizokuwa na rubani, makombora na boti ili kuongeza gharama kwa Marekani na usafirishaji wa biashara. Wachambuzi wanasema Iran inaweza kuchukua nafasi ya boti zilizoharibiwa haraka na kwa gharama nafuu, huku Marekani na washirika wake wakilazimika kupeleka meli na ndege za gharama kubwa ili kuhakikisha usalama wa meli za kibiashara katika eneo hilo. Wataalamu wanaona kuwa hata bila kuharibu meli kuonekana kuwa ni hatari kubwa kunaweza kusababisha malipo ya bima kuongezeka na kulazimisha makampuni kuepuka njia hii.
Hata tishio la mabomu yaliyotegwa majini linaweza kupungua au kusimamisha kabisa usafirishaji. Kusababisha njia ya maji iliyo na mabomu ni mchakato wa polepole. Ni mkakati wa Iran kufanya kazi kwa ufanisi. Trafiki za usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz imeshuka sana ikilinganishwa na viwango vya kabla ya vita. Jukwaa la Hormuz Strait Monitor limeundwa kufuatilia trafiki za meli kupitia katika mlango wa bahari halisi, ikionyesha kuwa takribani meli 10 hupita katika njia ya maji kila siku. Hii ni takribani 8% tu ya wastani wa siku kwa vyombo 60. Kulingana na timu ya Royal Navy inayofuatilia katika eneo hilo, idadi ya trafiki kwa ujumla inabaki zaidi ya 90% chini ya viwango vya kabla ya vita. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri.